gari hapo. Tuma ingia twende. Wamefaulishwa mswali. Hapana hata. Yaani hajalishi umefaulisha, hajalishi umefanya nini. Sio sawa unachokifanya. Wewe angalia abiria kwa wote hivi. Hivi. Hebu njoo angalia. Njoo kona angalia. Umebeba abiria 5 sheria inakuhusu kuisha abiria 5. Wamefaulishwa bosi. Jana tukiwauliza wenyewe wamefaulishwa kweli. Hapana, haiko sawa. Tunaomba basi wapungue abiria, wabakie 4. Haiwezekani hivi ikitokea cha kutokea hapa. Lakini hata abiria ndugu zangu abiria mnasema nyie si mifuko. Nyie ndugu abiria nyie mnapangwa hivi kama mifuko. Hivi niwaulize. Nauli hapa nalipa shilingi mpaka Mbeya. Sasa kwa nini unakuwa upakiwa 5? Kwanza abiria mwenyewe utakuwa usikubali kupakiwa 5. Kwa sababu hapa gari imebeba watu wengi kuliko uwezo wake. Alafu wamefunga vioo. Na kingine hii gari ina bima. Ina bima watu, ndio bima watu 29. Kwa hiyo nyie ambao mmezidi, inapata gari inapata ajali, nyie hamtapata haki yenu. Na kingine ndio kwa mgoli na tiketi. Na tiketi. Hamna hata tiketi. Unapokuwa na mzigo wako ndani ya gari, kumbuka mwenye jukumu la kuweza kulinda mzigo huu ni wewe abiria. Lakini mzigo huu mara nyingi hauruhusiwi kuweza kukaa chini ya korido hili hapa. Hii korido ni kwa ajili ya kupita watu, kwa maana kwamba ni njia kwa ajili ya watembea kwa miguu kuweza kusafiri kutoka kupita sehemu moja kwenda upande mwingine kwa ajili ya kutafuta au kukaa kwenye siti yake rasmi. Sehemu rasmi ya kuweka mizigo yetu ni hapa kwenye hii staff carrier. Au sehemu nyingine ni kwenye shehena ya mizigo au wengi wanapenda kuita kwenye buti. Tumebaini changamoto kubwa sana ambapo kubwa zaidi ni abiria kuchanganywa na mizigo. Kama ni apps tumezifanya nyingi, lakini hii hapa inaonekana ni changamoto kubwa, sio kwa sababu ya mchanganyiko wa magari mengi yanatoka vijijini, lakini kwa usalama wa abiria sio rafiki kabisa. Na elimu imelenga zaidi kwenye maeneo ambayo tumeona kuna shida kubwa, hasa hizi siku ambazo zinakuwa ni za minada, kwa abiria kuchanganywa na mizigo ndani ya gari. Kwa hiyo tumeona kabla ya kuchukua hatua za kisheria, tuje kwanza tutoe elimu ili tunapokuja kuchukua sasa hatua za kisheria kusiwe kuna malalamiko ya aina yoyote. Usalama kwa hii stand yetu unaimarika kwa upande wetu wa jeshi la polisi. Askari wako hapa karibu masaa yote. Ingia ndani ya chombo cha moto au katika gari yako, hakikisha unapewa tiketi. Hakikisha kondakta wa gari anakupatia tiketi. Lengo kubwa au dhumuni kubwa la wewe kuwa na tiketi itakusaidia pale ambapo unakuwa na mzigo wako ndani ya gari, na endapo ikatokea changamoto ya wewe kupotelewa na mzigo itakuwa ni rahisi kupata. Tunapokea malalamiko au kero nyingi kwamba nimepotelewa na mzigo. Kimuuliza abiria ulipanda gari gani? Sikumbuki, ilikuwa ya rangi fulani. Hasa kwa upande wetu sisi inakuwa ni vigumu sana kumpana dereva au kondakta wa hiyo gari ili tuamini kwamba ndio muhusika au sio muhusika. Kwa hiyo nawaombeni sana, hakikisha unapewa tiketi. Swala la pili, mwendo kasi wa dereva. Unapokuwa ndani ya gari, paza sauti yako kama abiria, piga kelele kama abiria. Ukiona mwendo wa dereva hauelewi, hakuna anayetegemea kwamba anapokuwa kwenye chombo cha moto apate madhara, aidha ajali au changamoto nyingine yoyote. Kila mtu lengo kubwa ni kufika salama kule anapokwenda. Katika magari yetu kuna mrundikano wa abiria. Unapoona abiria kuna ambao anakaa mpaka anabanana, hana pa kupumulia, hata kugeuka hawezi. Sasa sauti yako kama abiria. Naamini kwa lengo hilo tutapunguza kwa kiasi kikubwa ajali, kwa sababu mkiwa wengi mmerundikana. Naamini dereva anaweza akayumba kutokana na wingi wa gari kuzidi uwezo wa gari. Wingi wa abiria kuzidi uwezo wa gari, atashindwa kulimudu gari. Matokeo yake ni gari itapinduka na wengine mtapotea katika familia zenu, mtapoteza ndugu zenu. Kwa hiyo mkiwa kama abiria, tafadhalini hakikisha unapaza sauti kwenye mwendo kasi, unafunga mkanda unapokuwa ndani ya gari, unahakikisha unapewa tiketi yako. Naamini kwa mambo hayo tutafika tunapokwenda tukiwa salama.